Jambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu na mfuatiliaji wa channel yetu Kwetu Kivu News 24, na kukaribisha sana kwa habari ya magharibi ya leo. Na hivyo leo tutakuletea habari kutoka huko Tuetue, na tunaenda pia huko Fizi, tunaenda moja kwa moja huko Ruchuru ambako kulipigana mapigano makubwa sana katika mchana na asubuhi ya siku ya leo. Hivyo tunakuomba msikiaji mpendwa, endelea kuwa pamoja nasi na ujikaze kabisa kushare, kucomment na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uendelee kupata habari nzuri kwa wakati unaofaa. Asante sana, mimi ni mtangazaji wako Pole Pascaleta Pipili. Asante, karibu kwenye kipindi hichi kia mzuri sana. Acha basi tuzungumzie hali ya hewa na usalama katika mji wa Uvira. Katika mji huo wa Uvira kumeripotiwa mapambano makali tariki hii ya leo. Mapigano hayo yalianzia muda wa saa 8 za usiku katika eneo la Tuetue ndani ya sekta ya Itombwe wilaya wa Mwenga. Mapigano hayo yanahusisha waasi wa Twirwaneho na ambao wanashirikiana na M23 dhidi ya jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tangu asubuhi ya leo, sauti ya risasi nzito na ndogo zinaendelea kusikika katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi na Uvira. Hali hii imeleta hofu kubwa kwa wakazi wa vijiji vya karibu, wengi wao wakilazimika kukimbia makazi yao na kutafuta usalama. Wasikilizaji wetu wapendwa, tunawakumbusha kwamba jana waasi walifanikiwa kuchukua udhibiti wa maeneo ya Maktati ya Buruta na Point Zero, maeneo yaliyoko kati ya Mukera na Minembwe katika wilaya ya Fizi. Maeneo hayo ni muhimu sana kwa sababu yanatumika kama njia za mawasiliano na usafirishaji. Hali hiyo imezidisha hatari sana kwa kuwa ni huko walikuwa wanafanyia mawasiliano yao. Acha basi tuwaonye raia wapendwa, kwa kuwa tunawapendwa sana, mujikaze na kuepukana kusogelea karibu na maeneo ambayo yanasikikana kuwa watu wanapambana huko. Ni vizuri sana kujiweka mbali na tukio hayo. Hadi sasa hakuna idadi rasmi ya vifo wala majeruhi iliyotangazwa, lakini hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya sana na ya kutisha. Barabara kadhaa zimekatika, shughuli za biashara na masoko zimesimama na shule nyingi hazikufunguliwa leo hii. Tunawasihi raia wasichukue sheria mkononi, wabaki watulivu kadiri inavyowezekana na waendelee kusikiliza matangazo kwa ajili ya taarifa ya mpya. Acha basi tuzungumzie kwa undani kuhusu mahali panapoitwa Point Zero. Mgini unaoitwa Point Zero ulikuwa mgini wa maana sana kwa majeshi wa FARDC na wasaidizi wao wazalendo, kwa kuwa ni huko walikuwa wanachungia vifaa vyao vya vita. Lakini kwa kusikitisha, hapo jana mji huo umeanguka katika mikono ya waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanaoshirikiana na kundi la waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama katika eneo hilo, kuanguka kwa Point Zero kumetokea baada ya mapigano makali yaliyosikilikana kwa saa nyingi sana. Mapigano hayo yalitokea na yalisikika kwa saa nyingi sana, yakitumia silaha nzito na nyepesi na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia waliokuwa bado wanaishi karibu na eneo hilo. Mashuhuda wanasema kuwa raia wengi walilazimika kukimbia makazi yao kuelekea maeneo salama zaidi, wakihofia maisha yao. Hofu kubwa inajitokeza kisha kukamatwa kwa mji huo, kwa kuwa huo mji unaweza kuwapelekea hadi waasi hao kuingia katika miji mbalimbali yenye kuwa karibu na hapo. Kwa upande mmoja,
Udhibiti wa point zero unaweza kuwapa waasi nafasi ya kuelekea mlima Bukera na hatimaye kituo cha Fizi ambacho ni mji mwenye idadi kubwa ya watu. Kwa upande wa pili, waasi wanaweza kutumia njia hiyo ili kuelekea Kanguli, Mgorore, Bogobogo hadi kufika katika mji wa Baraka, mji mkubwa ulio kando ya ziwa Tanganyika. Hali hii itaongeza wasiwasi mkubwa juu ya usalama na wakazi wa eneo hiyo. Na tukisikiliza vizuri, vyanzo vya kijeshi vinasema kuwa kupotea kwa point zero ni pigo kubwa kwa wazalendo na FARDC, kwani eneo hilo lilikuwa likitumiwa kama ngome na ulinzi wa kituo cha kuzuia kusonga mbele kwa waasi hao wa M23. Hata hivyo, jeshi la serikali linaendelea kusisitiza kuwa linapanga mikakati mipya ya kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyopotea na kulinda raia. FARDC imeahidi kuwa itaendelea kuimarisha uwepo wake katika maeneo jirani ili kuzuia waasi kuendelea kupanua maeneo wanayodhibiti. Kwa upande mwingine, raia wa eneo la Fizi na Baraka wanaishi katika wasiwasi mkubwa, wakihofu kuwa mapigano yanaweza kusogea karibu zaidi na makazi yao. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa serikali na jamii ya kimataifa kuchukua hatua ya haraka ili kulinda raia na kuzuia janga la kibinadamu. Kusema kweli, kwa sasa hali bado ni tete. Hakuna hesabu ya rasmi za majeruhi wala vifo vilivyotokea. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaripoti kuwepo kwa hasara kubwa pande zote mbili, na pamoja na raia waliokwama katika mapigano hayo. Wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, tutaendelea kuwajulisha na kuwafahamisha kuhusu maendeleo mapya ya hali ya usalama katika mashariki wa nchi yetu. Hata hivyo, mimi mtangazaji wako Pipile Paulin ninawasalimu sana. Acha basi twende moja kwa moja ndani ya wilaya ya Rutshuru ambako leo asubuhi kumeripotiwa mapigano makali kati ya AFC M23 na wanamgambo wa wazalendo CMC-FDP. Kulingana na habari tulizopata, mashambulizi hayo na mapigano hayo ilianza mapema asubuhi katika kijiji cha Hemba kilicho ndani ya mkusanyiko wa Mkombo. Na kulingana na mashuhuda, wenyeji wa huko Kyahemba waripoti kusikia milipuko ya silaha kubwa, hali iliyoibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa mji huo. Wao wenyewe wanasema kuwa mapigano hayo yaliibuka tu ghafla bila onyo na kuenea kwa kasi katika maeneo ya karibu, hali iliyosababisha wakazi wengi kukimbia makao yao na kutafuta hifadhi katika miji ingine ya kuwa hapo karibu yenye kuonekana kuwa na usalama zaidi. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na vyombo vya habari ndani, vikundi vyote viwili vilikuwa vikijaribu kudhibiti maeneo yenye umuhimu wa kimkakati, hasa njia zinazounganisha Bukombo, Kinyankuku na maeneo ya ndani ya Rutshuru. Udhibiti wa maeneo hayo unachukuliwa kuwa muhimu kwa harakati za kijeshi na usafirishaji wa vifaa. Hiyo ni sababu kubwa iliyofanya wao kugombana. Hadi kufikia sasa mchana, hali ya usalama iliendelea kuwa mbaya zaidi. Shughuli za kijamii na kiuchumi zilisalia kusimama, huku shule na masoko na biashara nyingine zikifungwa kabisa. Wakazi waliozungumza kwa simu walisema kuwa wanaishi kwa hofu, wakijisitiri majumbani au wakikimbia porini, huku wakihofia kuathiriwa na mapigano yanayoendelea. Kwa sababu hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo na majeruhi, lakini vyombo vya kiraia vinaonyesha kuwa kuna uwezekano wa hasara za kibinadamu, hasa
kutokana na mapigano kufanyika karibu na maeneo makazi ya raia. Mashirika wa kiraia katika Rutshuru wameeleza wasiwasi wao juu ya usalama wa wanawake, watoto na wazee ambao mara nyingi huwa waathirika wakuu wa migogoro ya aina hiyo. Mapigano hayo yanajiri katika mazingira ya mvutano unaoendelea kwa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako makundi ya silaha yanaendelea kushindania udhibiti wa maeneo, rasilimali na ushawishi wa kijeshi. Eneo la Rutshuru limekuwa moja ya maeneo yanayoathirika zaidi na machafuko ya mara kwa mara licha ya juhudi mbalimbali za kurejesha amani. Hadi sasa tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali au jeshi la kitaifa FARDC kuhusu hali halisi ya mapigano hayo. Wakazi na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka kuhusikia kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na kuzuia kuenea zaidi kwa mapigano. Wakati huo huo, mashirika ya kibinadamu yanahimizwa kujiandaa kutoa msaada wa dharura endapo hali itaendelea kuzorota, hasa kwa familia zilizohama makao yao. Tutaendelea kuwapa habari punde kwa punde na maendeleo ya jinsi vitu vinaendelea katika uwanja wa vita. Mimi mtangazaji wako Pole Pascal Tapepele na kusalimia sana.